Ninawasalimu katika jina la Yesu, majeshi. Kwa majina naitwa Askofu Baraka Thomas Tege, mkuu wa utawala na fedha wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, Ufufuo na Uzima. Ninapenda kuwataarifu washirika wa kanisa letu na umma kwa ujumla kuhusu hali ya kanisa letu ambalo lilivamiwa na jeshi la polisi usiku tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku. Tangu wakati huo mpaka leo majengo ya makanisa yetu yote nchi nzima pamoja na mali ambazo ziko ndani yake vimekuwa chini ya ulinzi na usimamizi wa jeshi la polisi. Mtakumbuka kuwa jeshi la polisi lilivamia ghafla kanisa letu la makao makuu ambalo liko Bungo wakati ibada ya maombi ikiwa inaendelea. Taarifa muhimu ni kwamba hakukuwa na makabiliano rasmi kati ya uongozi wa kanisa na jeshi la polisi wakati wa tukio hilo. Watu wote wakiwemo na walinzi wetu wa kanisa waliamriwa kuondoka maeneo ya kanisani polisi walipotuvamia. Tunapenda kufanua kuwa mali zote za kanisa ambazo ziko ndani ya majengo yetu kama vile vyombo vya muziki yani PA system, vifaa vya ofisini kama kompyuta, fedha za sadaka ambazo zilikuwa zinapelekwa benki, vifaa vya media, mashine za machapisho na mali nyinginezo zote sasa viko chini ya usimamizi wa polisi. Polisi walivunja kufuli zetu za mlangoni na kuweka kufuli zao. Kwa hiyo huingia na kutoka katika maeneo ya kumbi za ibada, ofisi zote na maeneo yote ya majengo ya kanisa bila kikomo. Kwa kuwa walinzi wetu waliondolewa, tunabainisha kuwa jeshi la polisi linawajibika moja kwa moja kwa usalama, uharibifu na upotevu wowote wa mali zetu za kanisa kipindi chote ambacho majengo yetu yako chini yao. Tutaendelea kuwapatia taarifa nyingine kupitia mfumo wetu rasmi ya taarifa kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Mungu awabariki sana. Asanteni. Karibuni sana kwenye Black Mind Production Media, na hapa ndio tunakujulisha ni nani, ni wapi na ni muda gani. Mambo inazidi kuenda kasi sana nchini Tanzania. Gwajima anazidi kupambania makanisa yake ambayo ilikuwa inaweza kufungiwa na Rais Samia Suluhu, na vitu mingi zimekuwa zikiendelea na washirika wake wamekuwa wakiteta sana wakisema kanisa imefungiwa, watapata mahali ya kuabudu. But last time tulimuona Gwajima akiweza kusema kanisa litaweza kuendelea kwa usawa sawa tarehe 15 ambao ni Sunday ambayo imepita. Gwajima anajulikana kama mzee ambaye aliweza kukua na kubalika sana, na mpaka Magufuli mwenyewe alikuwa anamkubali sana pale nchini Tanzania. So Gwajima si sasa hivi ameanza kukuwa ni askofu ambaye ni shujaa sana pale nchini Tanzania, but pia ameweza kukuwa akigain crowd ambayo ni kubwa sana pale nchini Tanzania, na pia akaweza kufungua makanisa zaidi ya 2,000. Who does that? Even hapa Kenya kuna watu wengi ambao hawajaweza kufikisha zile kanisa. So Gwajima, ni big up to yourself, manake umeweza kukua ukijikaza sana na kuweka kanisa zikiendelea na zikifanya kazi ambayo ni sahihi pale nchini Tanzania. Na watu wengi walikuwa wanasema kwa nini Gwajima aweze kufungiwa kanisa, na wakati ingine misikiti ziko pale, kuna watu ambao wamepiga wanafanya vitu ambazo pia ni za kumuudhi Rais Samia Suluhu, na unawapata wao ni Waislamu pia ama
wako kwa dini tofauti, lakini kwa nini Gwajima ikakuwa ni yeye, lazima yeye ndio ikuwe target, kanisa zake ziweze kufungwa? Kitu ya kwanza, Gwajima ako na crowd ambayo ni kubwa sana, na ikifika mpaka ni muda wa kupiga kura ama kuingia kwenye debe, Gwajima anaweza kakutoa, manake ako na crowd, ako na washirika wengi sana, na 2000 churches ama branches ni kitu kubwa sana, kitu ambayo haijaweza kukua ikitokea kwa watu wengi sana nchini Kenya na nchini Uganda. Unapata mtu anakuwa na branches kidogo sana, but Gwajima amekuwa superstar pale nchini Tanzania kwa kufungua zili churches, na watu wanamsupport sana. Kwa nini? Gwajima huwa anaongea kitu ambacho ni cha kikweli sana, ndio maana anakuwa supported na watu wengi sana pale Tanzania. Na wasanii wa Tanzania wamekuwa wakiketi, wanakuwa kimya sana na wataki kuongelea stories ambazo ni za Gwajima, lakini msanii mmoja tu peke yake amekuwa hataki kukua upande wa Rais Samia Suluhu, na msanii mwenyewe ni Mr. Nay wa Mitego, na Mr. Nay amekuwa anajulikana kama rais wa kitaa. Na kuna wakati mwingine rais wa kitaa huwa anashikwa, but baadaye anakuja anaachiliwa na anaendelea kutoa mangoma zake ambazo ni za mwana harakati. Upande wa Gwajima kumuadhibu, hawezi adhibiwa kama rais wa kitaa, manake yeye ako na watu ambao wanaweza guzwa kidogo alalamike. Ni kina nani? Washirika ambao wenye wanaenda kwenye kanisa pale la Glory. Ndio maana Gwajima anakuwa ni threat kubwa pale nchini Tanzania. So mambo inazidi kuwaka moto na kupamba moto pale Tanzania. Na nchini Kenya pia kuna vitu ambazo watu wanazileta na wanasema wanataka zikue ni za kupiga challenge watu wa Tanzania, manake pia hapa watu wanataka haki zao, na wamekuwa pia hivi majuzi wanafanya vitu ambazo ni za kuandamana ndio wapate justice. Na Kenya pia pale wamekuwa wakisema wako mbele upande wa siasa. Kwa nini kumekuwa long time watu pale nchini Tanzania wanasema stories ambazo ni za abduction, but hapa nchini Kenya, watu hapa nchini Kenya unapata ni kitu like imekuwa mpaka inatangazwa sana hapa nchini Kenya, inatangazwa kimataifa. But hivi juzi tumeona Tanzania imeweza kuamka sana, iko na mwelekeo mpya wa kukuja kusema kitu ambacho kinaendelea pale Tanzania. Na all that time tumekuwa tunajua Tanzania sio place ambayo ni ya kupigana, kugombana, but kwa sasa tumeweza kujua Tanzania inafanyiwa watu, kuna watu ambao wanafanyiwa abduction pale nchini Tanzania. Though nyakati ya Magufuli hatukuwahi sikia vitu kama zile zikiweza kuhappen pale Tanzania, but kwa sasa wakati Rais Samia yuko, abduction zimekuwa zinatangazwa. Inaweza kuwa watu hawakuwa na nguvu wakati wa Magufuli, wakuwe pengine wamemdharau mama, ndio wakaweza kukua wanajitolea kuongea kuhusiana na hizi vitu, ama kunaendelea vipi. So tunasubiria pia tuweze kuona ni nini ina go down soon, na tukipata habari tofauti tutazidi kujulisha mafans wa Black Mind Production. Tutaweza kuambia ni nini na kwenda wapi, ni wapi kuna kasoro hii na bla bla mingi ambazo zitakuwa zikiendelea hapa East Africa ama dunia mzima kwa jumla. So kwa sasa habari ni kwamba Gwajima ni jamaa ambaye yuko strong sana na ako na crowd, na
watu wengi wamekuwa wakisema Gwajima anafaa kukuwa rais wa pale Tanzania. Na nchini Kenya tuliona kuna watu ambao walikuwa wana demonstrate wakisema kanisa za Gwajima ziweze kuachiwa, manake kanisa hazifai kufungwa, na wakademonstrate sana which ni Gen Zs ambazo walikuwa hawaridhiki wakisema kanisa za Gwajima ziweze kuachiwa mara moja. So vitu ni mingi zinakwenda nchini Tanzania, na Rais Samia Suluhu pia amekipata this round, manake pia cartoons ameweza kuchorwa cartoons mingi zikisemekana zinatoka hapa nchini Kenya. Nyingi za cartoon zake zilikuwa zinatoka nchini Kenya, na though bado watu hawako wanajua, wanasema ni wapi kamili, ni wapi hizo makatuni zinaweza kutokea, but ilijijaziwa zilitokea hapa nchini Kenya. Naitwa presenter Nilan ama Dr. Benny, nikiripotia ndani ya Black Mind Production Media. Na my friends wa Black Mind Production Media, mtype kwa comment section tuambieni Gwajima anaweza kukuwa rais wa pale Tanzania ama hawezi kukuwa rais wa pale Tanzania. Black Mind Production Media, great in greatness.